إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unwan kama jinsi ilivyochangaziwa, kwa kuwa tunazungumza kwenye kikao chetu hiki haqiqatu mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam, uhakika wa mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana uhakika wa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hii ikawa ndio unwani ya mazungumzo yetu ya leo? Tumechagua hii iwe unwani kwa mengi tuyasikiao na muyasikiao ya kuwa pana watu hawampendi Mtume pana watu ni maadui ya Mtume, uadui ulofikia kufananishwa na ugonjwa wa kensa. Na haya ni mambo ambayo ni maarufu twenye ushuhuda nayo. Ili litithubutu hili kwenye akili za watu na wengi ni wepesi kuokotwa, ni haki sisi kueleza yalivyo na tunavyoitakidi, kisha mtu uamuzi ni wake mwenyewe. Uamuzi ni wa mtu mwenyewe, kama tulivyosema. Mwenyezi Mungu ametupa akili, lakini ni kuweka wazi msimamo wetu na uelewa wetu kwenye hili lichangazwa. Ni kweli uwahabi katika dini kama kensa katika damu, na ukisema hivyo hayo si makubwa. Waislamu hawakuyasikia hayo. Walipoyasikia walichukua uamuzi gani? Walitoa sauti kusema si haki kufikia hapo mlipofikia, musiseme hivyo, hawa hawampendi Mtume, hawa ndio walioichafua dini, hawa ni mashetani wa Najdi. Yote hayo yako na kumbukumbu zake ziko kwenye faili. Ikabidi kwa haya tuandae hizi kaseti munazozitazama, ili mtu aamini kwa kuangalia, japo kuwa hivi sasa sema ni uchali wa kikamera, lakini najua kwamba hii kamera hapa siwezi kupigwa mimi kisha ikafanya uchali iwe si mimi ni Sheikh Mahmudi. Hakuna mambo hayo. Semeni ukweli, murudi katika haki, na hatutorudi nyuma kwa msimamo tulioshika, kwa sababu sisi si mashetani. Shetani ni mtu mwovu, sisi ni walinganizi. Kwa pale tutakapopata taufiki ya Mwenyezi Mungu, na tutakapokosea si kwa kukusudia kukosa. Ni mwanadamu kuwa si mkamilifu, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. La kusema kuna watu hawana mahaba ya kumpenda Mtume ni madai yasiyokuwa ya ukweli. Mapenzi ya Mtume ni kumpenda kinamna gani? Tutastahimili mpaka tufike pale ambapo nataka kufika, ili muhadhara uwe ni kama jinsi tulivyouandaa, kusimama pale ambapo pastahiki sisi kusimama. Ikiwa si ukweli, itakuwa kuna kaseti kamili ya muhadhara kama huu. Mwenye kufanya rad afanye raddu ilmi, ya kurudi nukta moja moja kwamba sivyo, kulingamana na bahthi yenyewe nitakavyoizungumza. Kwanza, kabla ya kuingia kwenye muhadhara, tunatoa shukrani zetu za dhati baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kushajiishana katika dawa ni jambo linalotakiwa.
Ukimshajiisha mwenzako kidawa, utampa moyo kuthubutu kwa lile analolingania. Lidhalik tunawashajiisha ndugu zetu ambao ni mfano mwema, wale waliosimama kufa kupona kupambana na uharibifu ya mukhadirat ambao umemaliza vijana wetu. Barakallahu fihim, na biidhnillahi alkarim wasirudi nyuma. Uhakika ni kwa kuwa watafaulu na tutafaulu sote biidhnillahi alkarim. Japokuwa wanatiliwa nguvu kama tulivyozungumza, lakini nguvu za kipekee ni nguvu za Allah tabaraka wa taala, na maadamu huu ni ufisadi uko kwetu, ufisadi huu iko siku utaondoka inshallah. Wala si la muhadirati peke yake, litaondoka hata la uliwat, litaondoka maadamu ni ufisadi, litaondoka. Ikibidi wataonekana wale watu ambao ni wauliwat, ikibidi wataonekana, na kuonekana kwenyewe kama jinsi mnavyoona mengine, tuseme kwamba kuwa hao hatari wanaochefua mujitamai wetu ndio hao. Kwa hivyo sisi tashiria tu, je, ndio dini hiyo? Ndio ujukuu wa mtume huo? Ujukuu wa mtume ni hizi pita zilivyo? Tutasema hivyo, lakini makinikeni biidhnillahi alkarim. Sisi lengo letu ni watu warudi katika sawa, na sote turudi katika sawa kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ukaidi wa kuwa sisi huharibu dini na wako waharibu dini, tutasema ndio ujukuu wa mtume huu? Ndio wirathi mulowatiwa na mtume wenu? Na mjukuu wa mtume siku zote hulihuisha alilousiwa na babu yake, ama hulivunda la babu yake? Haya ndio aliyokuwa akifanywa na babu yenu? Tutaonyesha, hakuna wasiwasi wote. Maana ulimwengu huisha, usije ukaisha na kuna mambo fulani ya munkar watu hawayakuyaona. Lakini kivyo vyote tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kwenye sawa inshallah. Yataondoka biidhnillahi alkarim, yataondoka kwa kuchiwa adabu wenye kufanya uliwati, na kwa kuchiwa adabu wenye kufanywa uliwati, na kwa kuchiwa adabu wenye kusimamia uliwati, na kwa kuchiwa adabu wale watu wenye kuuhami uliwati. Iko siku, kila jambo na siku yake na saa yake, anaojua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi twaweza kwa kipimo chetu kwenye mambo tukaona hili haliwezekani. Ikiwa liliwezekana la mtu kwenda mwezini, baada ya hapo yote mepesi biidhnillahi alkarim. Mmoja, ujubu mahabbati nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwenye itikadi tunaoifahamu katika kumpenda mtume ni ulazima, uwajibu wa mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni la kwanza, ni nukta ya kwanza kwa kulingania watu ya kuwa tunapolingania mwanzo na kubainisha mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima kwanza tufahamu ya kuwa mapenzi ya kumpenda mtume si sawa na mapenzi ya kumpenda mwingine yoyote, kwa sababu mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni makubwa, na tunaabudu sisi. Tukifanya hivyo huwa kama tunafanya ibada, na ni ukuruba wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo la kumpenda mtume. Bali mtu atastahiki pepo kwa amali ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kama jinsi ambavyo tutayathibitisha hayo kwa dalili. Upate pepo sababu pepo umeipata kwa amali ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mtume ndiye bora katika waumini wote. An-nabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim, Nabii Muhammad ni aula, ndiye bora kuliko waumini wote kwa nafsi zao, kwa kuwa yeye ndiye mbora wa kushinda watu wote. Na kama alivyosema mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam,
walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la yu'minu ahadukum, hatoamini mmoja wenu, hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ni hadithi aliyoitoa Bukhari. Hatoamini mmoja wenu mpaka niwe napendeza zaidi kwake kuliko yeye kuipenda nafsi yake, kupenda mali yake, kupenda watoto wake na kupenda watu wote. Ina maana umtangulize pendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya kupenda chochote. Na tunajua katika kupenda hakuna kama mtu kuipenda nafsi yake, na katika kupenda hakuna mtu kama kupenda mali yake, na hakuna kama mtu kupenda watoto wake. Hizi ndizo zitu za thamani sana za mwanadamu anazozipenda. Hata Qur'ani tukufu ikathibitisha hizi, kwa kuwa hivi ni vitu azizi sana kwa mwanadamu. Lakini angalia juu ya thamani yake, thamani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kubwa zaidi kuliko hivi. Kwa hivyo ni lazima pendo la kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam lichangulie kuliko chochote kati ya hivi. Tayib, na katika Sahih Bukhari vile vile kwamba Umar radhiyallahu anhu siku moja asema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe kwangu wapendeza zaidi kuliko chochote isipokuwa mimi mwenyewe. Kama kwa maana nakupenda kuliko chochote isipokuwa mimi mwenyewe, kwa kuwa naipenda kuliko wewe, lakini vingine vyote pendo lako ndio limechangulia kwangu. Aliposema hivyo Umar radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Umar, mpaka niwe napendeza zaidi kwako kuliko hata nafsi yako. Akasema tena Umar kurudia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe wapendeza zaidi kwangu kuliko chochote, hata kuliko nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sasa imani kamili ya Umar. Kwa hivyo itakuwa mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si jambo la mtu kuwa na khiari yake, kitaka nimpende, nisipotaka nisimpende. Hapana, ni ulazima wa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wajibu kwa kila Muislamu, bali ndio kiini cha imani. Na hapana budi mtu awe na mapenzi mpaka awe na nguvu kwenye pendo hilo zaidi kuliko kuipenda nafsi yake. Kwa hivyo tumeona kifungu cha kwanza ni ulazima wa mtu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi mtuichao mawahabi twafahamu hivyo. Kwa nini twampenda Mtume? Kuna bawaithu mahabbati nabii sallallahu alaihi wasallam yenye kupelekea kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza la kwanza lenye kumpelekea kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muwafaqatu muradi llahi ta'ala fi mahabbatihi, ni kuwafiki muradi wa Mungu, kusudio ya Mungu, matakwa ya Mungu katika kumpenda kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ndicho kipenzi katika viumbe vyote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rafiki, kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakhadhahu khalilan, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfanya ndiye kipenzi kuliko wote kati ya manabii. Ikawa ni lazima kwa kila Muislamu ampende Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingamana na kuafikiana na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika jambo hilo. Muqtadha al-iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kubainisha muktadha wa imani ya mwenye kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuheshimu, kwa kule kusema, na hapa kwa aliyemiliki nafsi yangu, hatoamini mmoja wenu mpaka niwe napendeza zaidi kwake kuliko nafsi yake, mali yake, watoto wake na watu wote. Na ni hadithi ambao tumetangulia kuitafsiri. Tukitoka hapo
pana mumayazatu nabii sallallahu alaihi wasallam, yale yalopambanuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ashrafun nas. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtukufu wa watu, ni mtwahara wa watu, ana cheo cha juu kuliko watu wote, na zote hizi zapelekea mtu ampende mtume kulingamana na upambanufu huo. Hizi zampelekea mtu ampende mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo alivyopambanuka al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kuliko manabii wengine. Kisha pia lenye kutupelekea sisi kumpenda mtume ni yale mapenzi yake ya dhati ya kupenda umma wake na upole wake kwa watu na rehma zake kwa watu. Ikiwa yeye ana mapenzi ya juu kutupenda sisi, huwa ni haki na sisi wenye kupendwa pia tuwe na mapenzi ya juu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kama jinsi ilivyo katika Qur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika amewajilia nyinyi mtume akitokamana na nafsi zenu. Bila shaka hakuna mushkili yoyote, mtume sallallahu alaihi wasallam ametokamana na nafsi zenu, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanadamu. Huwa nkishindo kwenye dunia ya watu wa bid'a usemapo mtume mwanadamu kama wanadamu. Utasemaje mtume mwanadamu kama mwanadamu? Mbingu zitaanguka ukisema hivyo? Mboni hulete Qur'ani siisha pambanua mwanadamu asili yake ni vile vile mwanadamu, kama jinsi alivyobainisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mcheo kikubwa alichopewa ambao wewe hukupewa, kwa hivyo amekushinda daraja. Kwa hivyo kukushinda daraja halikuntoa hili katika asili yake. Sisi uko sana hapo na wajamaa, lakini wao wataka kututoa kwa nguvu. Mtasemaje mtume mwanadamu kama mwanadamu? Yeye huteremshwa wahi, tuajua teremshwa wahi. Kwa hivyo akiteremshwa wahi ametoka katika asili yake? Hakutoka katika asili yake. Wata yeye hata mitume mengine yote taabiri ya Qur'ani kaeleza katika asili yao walitoka wale pale pale, in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi, hatukuwa sisi isipokuwa wanadamu mfano wenu, lakini Mwenyezi Mungu humpa neema amtakaye katika waja wake. Apewaye neema na Mola wake, neema haintoi katika asili yake, huwa neema anayo na asili yake mpale pale. Ndipo hata mwisho wa suratul Baqara, Mwenyezi Mungu suratul Kahf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwamrisha hasa kwa kutangaza kumwambia, kul, sema, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi ni mwanadamu mfano wenu, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, na teremshiwa wahi kuwa mola wenu ni mola mmoja. Kwa hivyo akabainisha innama ana basharun mithlukum, daraja ya wahi, cheo alichopewa kiko pale pale, hakikumtoa katika asili yake. Ndipo katika hadithi sahihi yeye mwenyewe asema, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idha nasitu fadhakiruni, mimi mwanadamu mfano wenu, nasahau kama mnavyosahau tu, ninaposahau nikumbusheni. Kwa hivyo asili yake ni vile vile, huwa hakuna vita, ni kuiandama Qur'ani tukufu tu vile jinsi ilivyomweka wazi mtume wetu, na cheo chake tukampatia pale pale, na asili yake tukaibakisha pale pale. Tayib, kwa hivyo twastahiki tumpende kwa kule yeye kuwa na mapenzi ya kutupenda sisi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Mwenyezi Mungu asema hivyo, la nchi ya dhiki linalowasumbua nyinyi, anapupa juu yenu ili muamini, na kwa waumini ni mpole na ni rahimu. Ikiwa ni hivyo, wa sisi tuna haki ya kumpenda mtume. Sisi muticho mawahabi tukaelewa hivyo. Vile vile juhudi yake kubwa katika ulinganizi wa umma wake na kutoa watu katika giza kuwapeleka katika nuru limetufanya sisi tumpende mtume kihivyo.
ile kwa kuwa na bidii, alikuwa na bidii Mtume SAW kuwalingania watu na kuwalingania umma wake na kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika nuru. Leo sisi tulikuwa katika giza kweli kweli, ni yale tuliyoyasema, giza tulilokuwa nalo. Baada dhalika tukatoka katika giza hili kwa fadhila za Mungu, kisha mafunzo ambayo yameenea katika dunia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake watu wakatoka katika hili giza. Ikiwa kuna walotoka katika giza kwa uhai wake Mtume yuko, akawatoa watu katika giza kwa kuwaambia na watu wamuona. Hilo sisi hatukulipata, hatukujaliwa. Tukajaliwa kutoka kwenye giza kwa kubaki mafunzo yake. Ndipo hata wanavyuoni katika kutafsiri aya inayosema munapotofautiana katika jambo rudini kwa Mungu na Mtume, wakasema arraddu ila Allahi huwa arraddu ila kitabihi, kurudi kwa Mungu kurudi kwa kitabu chake. Warraddu ila rasul huwa arraddu ilayhi fi hayatihi warraddu ila sunnatihi baada wafatihi. Kurudi kwa Mtume kurudi kwake mwenyewe wakati wa uhai wake, ama kurudi kwenye mafunzo yake baada ya kufa kwake. Naam, sasa sisi kwenye mambo kurudi kwenye mafunzo yalobaki. Kwa hivyo watu pia wakatoka katika giza wakaja katika miangaza kwa mienendo halisi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haki ni wa kumtakia rehma mtume wetu. Kwa nini? Kwa sababu ni sababu ya uokofu wa dunia hii, ni sababu Mwenyezi Mungu akamfanya sababu, kwa sababu watu walikuweko katika giza la ujinga la kuabudu masanamu na kuabudu nyota na jua na mwezi, na wengine wakiabudu watu. Mpaka leo ibada hizo zikali zinaendelea kwa baadhi ya watu. Wako wanaoabudu watu, kuna wanaoabudu miti, kuna wanaoabudu pango, kuna wanaoabudu pesa, kuna wanaoabudu makaburi, kuna wanaoabudu maiti, kuna wanaoabudu dirham, fedha. Zote hizi ni aliha tu'badu min dunillah, na zote hizi zina mikao ya watu waabudu. Kuna mpaka wanaoabudu nyoka, lao kutashikwa moja moja wakati hautoshi. Ni ibada zote hizo na ni vitu vyote hivyo huabudiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam vyote nilivyovitaja akaja akazimaliza kwa kuthibitisha ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja. Alipata salama Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya wema huu aliofanya, waabudu kitu ulichokichonga wewe mwenyewe. Mtume akaja akakupa miongozo, si cha kutegemewa. Wa kutegemewa ni ule ambao ni hayyun daimun la yamut, siku zote ni hai asokufa. Salama asipate kwa watu wengine, lakini waloafikiwa kukumbuka neema hiyo walisalimika, kwa sababu walipata uongofu katika dunia hii. Ndiyo haya ya leo. Mpaka leo sunna ya Mtume inafanya kazi, na haki ukiamua kuifuata sunna ya Mtume, mambo yote ni rahisi. Ugumu katika dini hii tunautia sisi wenyewe, kwa sababu kuna mambo fulani tunataka kuyavuta kwa maslaha yetu. Hivi vita si kwa sababu akite cha dini, hivi vita kwa sababu wa watu kukatiwa maslahi yao. Mbona kweli hamutaki kusema au hamutaki kukubali? Ni kwa sababu kukatwa maslahi yao. Watu walikuwa wakinyonywa, na hili ndilo linalotia uchungu. Ukisema watu sema wakatoa lugha nyingine ambazo si lugha za kutolewa, lazima tanabishane. Watu walikuwa akikamuliwa, hata maskini hana chochote, lakini akikamuliwa, na yeye maskini akiona mimi kufanya hivi ndio dini. Ndipo pale shekhe, wanavyuoni waheshimiwa kwenye vitabu vyao vikubwa vikubwa, alojitolea kufanya jambo
kwa miongozo ya mwanachuoni fulani jinsi alivyomuongoza, ikaja ikakita ile fikra kwa yule aliyepewa miongozo, mpaka akaona mimi kufanya jambo hili ndiko kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, na hali ya kuwa sivyo haki. Ndipo pale Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah katika kitabu chake kikubwa Iqtida'us Siratil Mustaqim akasema, huenda Mungu pia asinyime chochote mtu kama huu kwa kule kujitahidi kwake bila ya kujua miongozo ilivyo. Alisema hivyo kukusudia hivyo ili asinkatishe tamaa kabisa yule, kwa sababu amefanya kwa kutojua, si kwa kutukuliwa Ibn Taymiyyah kugeuziwa maneno yake, kwa kuwa alikita kwenye fikra hii mbovu wenye nao kina fulani kwa ngome ya kuntegemea Ibn Taymiyyah. Lakini watu walikamuliwa. Nani asiyejua? Watu walikamuliwa shekhe, watu wakawa nguvu zao zote kuzipoteza kwa sababu wa watu fulani kabisa, na wakawa huiona ndio dini na ndio kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, bali ndio barabara nyepesi ya mtu kuipata pepo, kwa sababu akina fulani wakawafinika watu mabrangeti kabisa. Sasa utungu ulioko hivi sasa ni kwa kuwa kila mtu ameelewa, vijana pia wameelewa. Ikiwa huyu kijana cha maskini ameelewa kama alivyoelewa kijana cha tajiri, ndio utungu ulioko katika dunia, tawawekea wazi. Ikiwa kijana cha mwenye aelewa na kijana cha sikuwa mwenye kwenye lugha yenu pia ameelewa, kwa sababu nyinyi mulingia na mfumo hata wa kuharamishia watu skuli, hamutaki kuambiwa. Hatuyasahau hayo. Wazazi wetu na wazee wetu wakatuambia, nyinyi mwasomesha kwa migombe ya watu mnaouza ikawa ni fees za kuwapeleka watoto wenu ng'ambo. Watoto wa kimaskini nguvu zao zikawa humalizikia baharini, hamutaki kuambiwa hilo. Kukapambauka kwa taufiki ya Mungu, wakarudi watu sasa, wakaona wametupotezea wakati hawa. Yafaa Kiislamu kumpotezea mwenzako wakati? Yafaa Kiislamu kumpotezea mwenzako wakati? Haifai. Hadithi inasema kesho yaumul qiyama mtu hatoinua mguu wake isipokuwa ataulizwa anaofuata. Moja kati utaulizwa wakati wako ulipoteza namna gani. Ina maana Muislamu haifai kupoteza wakati wake hata dakika moja kwa masala upuzi. Sisi hupoteza masaa mangapi katika hiyo upuzi? Tupoteza masaa mengi sana. Lakini kama ni kweli mtu kuingia katika manhaju Rasulillah, ni kwa kuwa kila wakati mtu uko katika haraka ya utumishi kumtumikia Mola wake na kutafuta kila la kutenda ambalo litaregesha thawabu kwake. Sisi tupoteza wakati. Nyakati nyingi zapotea maskani, nyakati nyingi zapotea katika anasa, nafasi nyingi tukaziacha zikaja kuvamiwa na wengine wasiokuwa vyao. Hivi sasa imebaki mvilio vingi tu, twalia sasa, na kuna ugumu sasa, kwa sababu tulipowaachia nafasi walizishika, na baada ya kuzishika wamezaa. Aliyezaliwa kupata fahamu, amepata fahamu kwamba kwa hii ndio ardhi yangu. Hata mzee wake alioiba, mzee wake ashaiba, si yeye mwana ajua kwamba kwa babangu aliiba? Mwana akibaliki ajua kwamba kwa hii ndio ardhi ya mamangu na babangu, na mimi nimezaliwa hapa. Ho, mwana ndio tayari kufa kupona kwa kuichechea hiyo. Ndivyo anavyofahamu. Alomwachia nani? Alimwachia tu, alioacha sisi wenyewe. Kwa nini tuliwaachia? Kwa sababu kupoteza nyakati. Si watu wa starehe, na kuna watu wa kazi. Kwa hivyo kwa kupenda starehe zikatuangamiza. Wenye kupenda kazi wakaona sipotezi wakati wangu japo kuwa njugu tauza. Sisi mabosi tunataka kushika kalamu, na mtu akija kalamu ntilie kwenye mdomo ama uwe hungongea shikio hivi, manake mbosi nno. Mimi tauza njugu, alouza njugu mara amekuwa bosi wako. Ule wa njugu amekuwa bosi wako, akawa hukuchuma atakao. Haki siku zote tukiziacha, haki hutwawa na wengine. Na mwenye kuitwa haki ya mtu kisha wewe kuirudisha nkibarua. Kwa nini ametokea yote hayo? Kwa sababu tu akukhalifiwa neno la Mtume. La Mtume alianguki.
kupoteza wakati. Wakati ulipopotea, watu wakafanyaje? Wakafeli, ndugu zanguni katika imani. Kwa hivyo walidhili, watu wakafahamu, hawakutaka wasome, lakini Mungu akatia taufiki, watu wakasoma. Sasa hivi sasa ndio kishindo, ndipo ukaona watu hutemka kusema kuna ilmu ya kina fulani. Mtu aweza kutemka ambako kuna ilmu ya Mbajuni, Mbajuni naye husoma. Yamesemwa hayo, yamesemwa na nani? Yamesemwa na hao mnawafanya kwamba kuwa ndio mamwenye. Kuna elimu ya Mbajuni, Mbajuni alisoma. Mbajuni alisoma. Lisoma wapi? Kungia kwenye dau lake, akakupakia kuandia hapa, akupeka mpaka kwenu. Ni usomi huo. Oyambo. Usomi huo utaka nini? Ona Mbajuni alisoma, kuna elimu ya Mbajuni, hukutia kwenye ntori tena, hata si meli. Yeye ndiye akaiongoza ule ntori, akakutoa Mombasa mpaka kenda akakufunga Lamu salama salimini. Ni usomi ule, ndugu yangu. Si mnakifahamu kile kisa wanachotolea wazee wetu kusema aliandoka mzee mmoja na jahazi yake, baada dhalika akawa amepakia wasomi watupu wenda kufanya utalii. Manake kwa huo utalii sisi hata Muafrika ni nzungu siku hizi, bora apache pesa na elimu na lugha yake pia huisahau. Akawatukua ule mzee. Sasa baada dhalika wakaanza kumfanyia stihzai, humuuliza vitu kwa lugha ya Kiingereza. Ule mtu hana habari, yeye mwenyewe ajua mayua, ajua nyavu, ajua mishipi, ajua imbo zake za kwenda kuvulia samaki, ndio ujuzi wake, na ho pia ni ujuzi. Sasa umweleza mijiwadi ya Kiingereza hii nini, ule mzee kwamba wanangu mimi sielewi hikite. Wewe hukuwa na kheri katika dunia hii, hukupata kheri yoyote wewe, manake unaona lolijua. Kaambia sawa wanangu, jahazi yatembea. Ikenda ikafika shekhe, mara upepo ukageuka. Upepo ulipogeuka sasa ikawa jahazi hulalamika. Sasa mzee mwenyewe akachegesha, ajua mbinu za bahari, huuka mawimbi kweli kweli. Akaja akajibana mwenyewe, akashika steering yake, hata habari hana. Sasa wewe hajali mawimbi. Mara jamaa wamekuwa hubabaika. Mzee naye sasa akawauliza, vipi sasa tufanyeje sasa hapa? Tufanyeje? Basi nyinyi hamkuwa na maana yoyote kuja katika dunia hii. Si nyinyi mliniambia kwamba kwa sina maana kubaki katika dunia, na nyinyi hamuna maana yoyote kubaki katika dunia. Kizungu chenu kiko wapi? Haikichumieni kizungu, mawimbi yapungue. Basi mzee naye akamwambia ngoja mvachie adabu. Alikaza dama ifundoni hapo, akalichia idau upepo, sasa twende. Wakava huchapikizana, akamwambia elimu yenu iko wapi ya kuzuia machapika? Hamuna adabu. Hiyo pia ni elimu. Alaysa kadhalik? Hiyo pia ni nini ndugu? Ni elimu shekhe. Nyinyi hamujui ya kwamba watu kujua kina cha maji tu, kina cha maji ni wakuchota tu kidogo hivi akanusa. Akinusa kisha akakupa hapa mkina kadhaa, kamwiche nzungu takaya ajapime, atakupa kima hiko na amefanyaje? Amenusa tu. Ni elimu wa wazee. Ukitolewa utokapo wewe hakuna rada kabisa. Ni mtu kuandaa madira za nyota na akakufunga bandari yoyote unayoitaka, usiku mtana, ni ujuzi. Lakini muliwafinika kwa upande huo, lakini fadhila za Mwenyezi Mungu na ilmu akaikundua, wamekuja sasa kwa ilmu hizo, lakini kwa uhasidi wa kina fulani hilo hawakulitaka, ndipo wakaweza kutoa hata hiyo lugha ya kibri kwamba kuwa kuna usomi wa kina fulani. Na haya nayasema kwa uthibitisho, na nayasema kwa bila ya kujalisha, kwa sababu mambo ya uthibitisho ni mambo ya udhila waliofanya. Hawapa mfano mmoja tu. Katika kila Ramadhani, si yako matatizo huotokea katika masala ya muandamo wa mwezi? Hivi sasa yataanza, manake hakuna anayeandama tarehe mpaka ikiingia Shabani. Kiingia Shabani hivi sasa utakuulizwa, leo tarehe ngapi? Utakwambia leo tarehe kadhaa. Lakini kina fulani tarehe kadhaa.
ikisha kutoka Ramadhani basi hakuna mwenye haja tarehe. Lakini kivyo vyote mazoea ya Kenya hii, tumefahamiana sana, mazoea ya Kenya hii, kila mmoja kwa tarehe yake. Hivi leo nitauliza hapa tarehe ngapi, wengine watasema tarehe ngapi? Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 9. Hao ndio hao. Nyinyi mmesema 9, huku kumezuka kusema kwamba kuwa 8. Kivyo vote itakavyokuwa. Uliwahi kutokea muandamo, yote nitawarudisha kwa hao wajukuu za Mtume. Ulipotokea muandamo wa kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, akatoka wa kutoka kwenye kijiji fulani, akaenda akawapelekea jamaa kwenye kijiji cha Lamu. Sitaki kuichia dhiki, kijiji cha Lamu, kwamba kwa sitaki kukitaja kijiji cha Lamu. Wakaenda wakapeleka hiyo habari ya kwamba umeonekana mwezi, kwa hivyo kesho watu kutoka katika Ramadhani, kesho ni Idi. Unajua jawabu iliyotoka? Jawabu iliyotoka, ilipigwa simu kupigiwa naibul kadhi wa hicho kijiji, wakaambiwa sisi hatuamini mwezi uonekanao na mvuvi. Hiko ni kiburi, hiko ni kibri. Na walisema si tuhuma, wao kwetu sema ya kututuhumu. Hayo ni ukweli. Kesho ni Idi. Hapana, sisi hatuamini mwezi unaonekana na gatonyi. Yakesha hivyo hivyo, na watu keshole wakaswali Idi, wao wakaendelea kufanya nini? Wakaendelea kufunga. Lilitokea miaka 3 nafikiri iliyopita. Lisitoshe, Lamu kwenye kijiji cha Kipungani, Mwakipata hichi kijiji, ulionekana mwezi. Ilipopelekwa taarifa makao makuu, jamaa wakaregesha pia, sisi hatuandami mwezi uonekanao na watu wa kushona magafaa na wa kushona vikapu. Kibiri cha pili, mimi nawarudisha hapa. Hao ukiasikia hutia utungu, na wenye kuambiwa wakawa kusikia maumivu, na hawataki kusikia. Ikiwa ni kweli wao wajukuu za Mtume wa kulihiwisha la babu yao, msikilize babu anavyosema. Babu yao hawa jamaa alitaka kujua kesho ni Ramadhani ama si Ramadhani, kwa sababu alikuwa hajauona mwezi. Akampata mbedui wa majangwani, akamuuliza. Mbedui akamwambia, kesho ya Rasulullah Ramadhani? Hapana, kwa sababu hatujauona mwezi. Akamwambia, la, mimi nimeuona. Akakubali kwamba kwa hapana mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Akapiga, akamwapisha. Baada dhalika Mtume akamwambia, kum ya Bilal wa adhin fi nasi an yasumu ghadan, simama Bilali watangazie watu kesho wafunge. Lakini mbedui alipomwambia Mtume hivyo, Mtume hakumwambia hata wewe kijitu cha shamba, akosema hivyo. Alimwambia Bilal, tangazia watu kesho wafanyeje? Mbona hamukumpacha babu yenu kwa hapo? Mbona mlipoletewa mwezi na mvuvi sema kwamba kwa hata mwezi wa wavuvi? Kama tukuuliza mbona mwasema hivyo, akasema la, kwa sababu babu yetu alipoletewa mwezi na mbedui mtu wa shamba, anamwambia hata wewe kishamba mko mbali na babu yenu. Ndipo babu yenu uko katika hali ya ugonjwa, fahamu zikienda, akipata fahamu sema, Mungu awalani Mayahudi na Manasara itakhadhu kubura anbiyaihim masajida. Na wenye kupokea sema, yuhadhiru ma sanau, anatahadharisha walioyafanya. Hivyo hivyo mpaka akakatarua. Akipata fahamu sema, Allahumma la taj'al kabri wathana yu'bad. Mungu wangu, usilifanye kaburi langu sanamu la kuabudiwa. Umeona jamani? Usilifanye kaburi langu ni sanamu la kuabudia. Mtume kaliita kaburi nini? Sanamu. Iwapo mtu ataabudu nini? Kaburi. Kwa hivyo yoyote mwenye kuabudu kaburi huwa ameliabudu sanamu.
Mfano wake mwenye kuabudiwa yoyote wata kaburi, hata wewe ukamwabudu mtu, ule mtu unayemwabudu tayari sisi twafaa kuliita sanamu lako, waabudu sanamu. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akata roho aomba Mungu asilifanye kaburi lake sanamu la kuabudiwa, kwa hivyo ilikuwa hawa jamaa wasimame kwa wirathi huu ili wakataze haya masala ya watu kunyenyekea makaburi, lakini la kusikitisha wakawa wao ndio wasimamizi wa ibada hiyo. Watu waabudu makaburi na wao wamesimama na majoho na makoti na kuatilia nguvu hilo. Mumemkhalifu babu yenu, kwa hivyo huko huwa sikumpenda. Twaib, vile vile sisi twampenda Mtume kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiye wa kuchangulizwa kuliko kitu chochote, na hutakiwi wewe uchangulize la yoyote mbele ya neno la Mungu na Mtume. Angalia Mwenyezi Mungu asemaje: ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Enyi mlioamini, musichangulize neno la yoyote mbele ya neno la Mungu na Mtume, mumche Mungu, hakika Mwenyezi Mungu asikia na Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Sasa angalia, sisi huambiwa tuntole hapo mtu kauli ikiwa ni ya mwanachuoni eti ushika huja, si nyinyi mwakataa wanazuoni? Nani akwambia sisi tukataa wanazuoni? Si mwakataa wanazuoni? Si kila mnavyotangaza katika muhadhara yenu mwataka Qur'ani na mwataka hadithi? Naam, kwa sababu ndio misingi miwili ya sharia. Lakini kwa misingi miwili hii ya sharia sisi hatukuchangaza kwamba kuwa tukataa wanazuoni. Twaliacha la mwanachuoni linapohalifu la Mungu na Mtume, tena kwa ruhusa yao waheshimiwa wanavyuoni kutaka hilo. Walilitaka kwa walimwengu maneno yao yakihalifu maneno ya Mungu na Mtume yashikwe maneno ya Mungu na Mtume. Sasa uliachapo la mwanachuoni kwa kudhihirikiwa na la Mungu na Mtume huwa hukumkataa mwanachuoni. Lakini nini? Hii ndiyo siasa wanaotumia ya kupotoa yalivyo, ili watu wafahamu ya kwamba hawa hawatakia wanazuoni. Leo ajabu kuzungumza na kutafsiri makala ya nini ya wanavyoni. Ndipo hapa hata katika kutafsiri Abdullah ibn Abbas, kama sikukosea, asema mimi niseme Mungu na Mtume hata si Abdullah, naam, mimi niseme Mungu na Mtume amesema, wewe wasema Abu Bakar na Umar amesema. Kwa hivyo si kwa kuwa madharau ya kudharauliwa Abu Bakar na kudharauliwa Umar, ni kwa kuwa hapa nkutufahamisha ya kuwa hata la Abu Bakar na la Umar halichangulizwi mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Ni hivyo, ikiwa hata la Abu Bakar hata la Umar halichangulizwi mbele ya neno la Mungu na Mtume, ina maana wewe kabisa lichangulizwe la Mungu kwanza, la Mtume. Na wanavyoni katika kututafsiria wametutafsiria kutusahilishia katika kuyafahamu ya Mungu na Mtume, ya halifupo yanaachwa kwa kukubali wao wenyewe. Kwa hivyo hufaa kupendwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchangulizwa lake kuliko kitu chengine chochote. Angalia hii aya, Mwenyezi Mungu amwambia kul in kana abaukum, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na familia zenu, wa amwalun iktaraftumuha, na mali mulioyachuma, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambao mwazichelea kuharibika kwake, wa masakinun tardawnaha, na majumba ama maskani ambao yanawapendeza. Ikiwa vyote hivi ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli, ndivyo vinavyopendeza zaidi kuliko kumpenda Mungu na Mtume, wa jihadin fi sabili, na kupigana jihadi katika njia yake. Haya, fatarabbasu, ngojeeni, ni onyo, hatta yati Allahu bi amri, mpaka Mungu alete amri yake kwa kuadhabu. Mumetanguliza hivyo kuliko kutanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu na Mtume. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu mafasik walotoka katika toa yake. Ni alama katika mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo kuna sulukul adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, kushika adabu, kufuata adabu kamili.
pamoja na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima uwe na adabu kabisa katika kule kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kuswaliwa, na liko tangazo kwamba kwa watu hawamswali Mtume, kuna watu hawampendi Mtume, hawanswali hata kilitajwe jina la Mtume. Makaratasi hao yalienezwa aje hatakiwi Mtume atajwe. Nini ni mawahabi hao? Husikia dhiki likitajwa jina la Mtume. Subhanallah, yani sikuwa dhiki likitajwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hao watu watukivu kweli na Mtume? Lakini lapatikana hilo ama ni propaganda tu? Ni propaganda hizo, na wenye kuambiwa sasa huwa hawalithibitishi hilo. Mtu ambiwa tu fulani simsikilize, msikiti fulani usiswali, darasa fulani usisikilize, watu wakashika tu. Kwa nini? Watukivu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawataki kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atakayekataa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna atakayekataa kumswalia Mtume. Yajulikana fadhila za mtu kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Semeni ya ukweli yatakiwao kusema, lakini msichangaze kwamba kwa watu hawataki kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile kumswadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima umswadikishe kwa yale aliyoeleza, umfanye mkweli. Mmoja kati ya misingi ya imani ya kumpenda Mtume, kumswadikisha yale ambayo ameyahadithia. Ndipo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akawa ni mkweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu ya kuyafanya ni ya ukweli yale aliyohadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaeleza hata kama atanihadithia ya zaidi kuliko hayo katika kisatul Israi wal Mi'raj, asema mimi namsadiki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamkubali Abu Bakar kwamba ni mkweli, na sisi tukubali kwamba kwa Abu Bakar ni mkweli. Alisadikisha yale aliyoyaleta Mtume na aliyoelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiki ni kisa ambacho ni maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hupendwa kwa ufahamu wetu kwa kufuatwa kwake na kutiiwa na kufuatwa miongozo yake, ndiko kumpenda Mtume. Kwa maana kumtii Mtume ni mfano ulo hai na ndio ukweli wa mapenzi ya mtu. Mfuate kwa litakalo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikiwa nyinyi mwampenda Allah, Mtume asema mfuateni mimi, na Mungu atawapendeni na atawasamehe dhambi zenu, na Mwenyezi Mungu ni Ghafur na Mwenyezi Mungu ni Rahim. Tena angalieni jama, kila amri inayotoka natija ya malipo yake huwa ni makubwa sana mkipeleleza Qur'ani tukufu jinsi inavyoangazia. Angalia kwenye ucha Mungu. Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sipana amri hapo, alaysa kadhalik? Mcheni Mwenyezi Mungu na muzungumze maneno mazuri. Angalia natija huwa ni kubwa nyingi kuliko kile ulichoamrishwa. Kwa nini? Kwa sababu fadhila za Mungu ni pana na hukulipa maradufu kuliko yale uliyoyatenda, ili uwe na moyo ya kutenda ya usawa. Angalia natija, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Man natija? Yuslih lakum amalakum, moja, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Haki natija zimepatikana wewe tu unapomcha Mwenyezi Mungu haki ya kumcha. Na kumcha Mungu haki ya kumcha ni pale unapofikia uwezo wako wa kumcha Mungu. Si kiwango fulani ufikie ndio utakuwa ni mcha Mungu. Usipofikia hapo si mcha Mungu. Haka tukati ni pale ufikapo wewe mwenyewe katika huo cha Mungu. Lakini hebu tusitoke kwenye lile boma alilolifunga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika kuueleza ucha Mungu.
Ukitotoka hapo, basi wacha Mungu kikweli. Kila mmoja, pana kitabu hasa kwa unwani ya at-taqwa, kila mmoja akaeleza kivyake katika masala ya ucha Mungu maana yake. Lakini angalia Ali kasemaje, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalili wal-amalu bit-tanzili wal-qana'atu bil-qalili wal-istidadu li yawmi ar-rahili. Mambo manne. Taqwa ni hofu. Kuwa na hofu huja yakazuka mambo mengi. Ndipo ukaona kila kitu tunapoongozewa kwa misingi ya dini hii kuna natija chungu mzima. Ndugu zanguni, angalia haya mambo manne tu. Khaufu minal jalili, kuwa na hofu ya kumwogopa Allah. Yajulikana kwamba mwenye kumwogopa Allah huogopewa na kila kitu. Man khafa Allah khafahu, mwenye kumwogopa Mungu huogopewa na kila kitu. Lakini ikiwa hatutishi ni kwa kuwa hatuna hofu. Lakini ikiwa tutatisha, tuna hofu sisi. Mbona sahabatu Rasulillahi, hata mashetani hawa nao wanaungulisha watu walikuwa wakifanya adabu? Kwa nini? Kwa sababu shetani mwenyewe akipambana na mmoja kati ya masahaba za Mtume huona kwamba kwa hapa ndipo kilele cha imani, na ikiwa ngome iko kinamna hii, mimi siwezi kugonga hapa. Mbona sisi ule puko usiku na mchana umekaa tu pahala marosikia kama ambulance? Mbona? Kwa sababu imani, hofu hakuna. Kisha al-amalu bitanzil, kwa sababu angalia, hofu pasuka mambo mengi sana. Manake masala mada ya mapenzi ya Mtume ni mambo marefu, lakini tutafinya tusimame pale ambapo Mungu atatujalia. Kwenye hofu lazima utakuwa na muraqabatullah. Muraqabatullah ni wewe kuelewa ya kuwa nilifanyalo niko kwenye tarbini ya Allah tabaraka wa taala, naonekana vizuri sana, japo kuwa wewe wajificha macho ya watu, lakini pana idara kamili inakuchunga shekhe, huponyoki idara hiyo haki. Angalia shekhe, watu walikwenda kuwafanyia tadribi watoto wao hata katika hiyo muraqabatullah ilokosekana kwa watoto wetu. Na kwa nini muraqabatullah ilikosekana kwa watoto wetu? Kwa kuwa sisi wazazi wenyewe muraqabatullah hakuna. Muraqabatullah ni wewe kusema nilifanyalo Mungu aniona, lakini sisi hujitahidi kufanya tusionekane na watu. Hatujui kwamba kwa Mungu wa watu anafanyeje, anatuona. Mwalimu mmoja, kama kisa mwakikumbuka, asema hata ni watesti wanafunzi wangu 4 kwa kuwapa tu njiwa 4 na kila mmoja kisu chake. Akwambia hebu kila mmoja ende akanchinje njiwa wake pahala ambapo hataonekana na yoyote, akimregesha amregeshasha mchinja. Jamaa wakapotea, wakazama, kila mmoja utafuta pahala, mara 3 wakazuka, kila mmoja ashanchinja wake. Mwalimu akamwambia sawa, tumsubirini na mwenzenu. Wakakaa, mara mwenzao alipotokea njiwa ameishika vile vile na kisu chake. Mwalimu akamwambia, mbona wewe umenileta hivyo hivyo, na mimi nasema usije paka umenchinja, lakini kwa sharti ambapo hutaonekana na yoyote. Wenzako tayari wametekeleza. Mwanafunzi kwa ushujaa na inataka hivyo, kwa sababu hata mwalimu akikosea ni mwanafunzi awe shujaa la kumrekebisha, lakini kwa nidhamu maridadi. Akamwambia, mwalimu wangu, sikuona pahala popote ambapo naweza kunchinja njiwa nsionekane. Mbona hawa wamefanya? Nataka wanionyeshe na mimi nitaenda kunchinja hapo hapo, ikiwa ni kweli wamechinja hawakuonekana, lakini situmani. Kwa nini wasema hivi? Akamwambia, jito la Mwenyezi Mungu halilali. Sasa nashangaa kwamba kwa hawa wamepata pahala pa kuchinja acha hawakuonekana, mimi sikuweza, njiwa wako. Akampa mkono. Huyo ndo muraqabatullah. Lakini sasa hilo litapatikana kwa mwana ikiwa mzazi hana. Mzazi hana, mwana atapata vipi? Wewe mzazi ndio untumae mwanao sigara, kisha utuambia kwamba kwa ni sigara ni haramu. Nini mwanachuoni? Sigara si makuruhi, makuruhi ufanywa. Umekuwa ni mtu mufti wewe.
wavutaji wa sigara. Kwani sigara ni haramu? Si haramu, ni makuruhu tu sigara. Kwa hivyo la makuruhu hufanywa na makuruhu halifanywi, la makuruhu huachwa. Hai na kukubali kwako kwamba kuwa makuruhu, hai liache kama liacho hapo kila la makuruhu. Gati ni haramu na gati si haramu. Kwa nini? Kuna aya gani leo kwa gati? Kwa kuwa ni uraibu wake ataka aya, hataki aya ya yeye kuwajibika kuswali, yeye haswali, alaysa kadhalika. Lakini kwa kutaka kuendelea kula gati kwake, yeye ataka aya tukufu kwa Qur'an. Kila kitu aya bwana, nipe aya. Qur'ani haikuata chochote, kwa hivyo lete aya, mimi taata gati. Sikupi aya, endelea na gati zako. Maana sasa utanikalifisha kitu gani? Wataka aya gani wewe? Nini ataka kutefuta barabara sasa ya kukihalalisha kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Ndipo ukaona, angalia masala ya gati. Gati shekhe zimpamba moto, kisha wao usema sisi tunavyosema tunasema gati pia katika mukhaddirat. Zote ni mukhaddirat. Vile mnavyopiga kelele ya kwamba kwa tupambana na mukhaddirat, gati zaingia hapo. Gati zaingia zote mukhaddirat, bangi, gati, tumbaku za midomo, tambuu hizi, ndarandara hizi, zote hizo ni katika mukhaddirat. Wataka haya utapewa. Lakini wewe, kuna mmoja ni katika watu hawa wa handasa, na wana miujiza kweli kweli, wana maneno, kisha ukwambia si haramu. Kwa nini? Kwa sababu mimi kila huwa sawa sawa. Hiyo kuwa sawa sawa ndio haramu. Maana hiyo kuwa sawa sawa ndio umelewa wewe. Hivyo unavyonijibu kwamba kwa sawa sawa ndio umelewa wewe. Kwa nini? Kwa sababu hupatikana ya watu wa magati vioja, kisha wewe useme kwamba kwa nini? Sasa ikiwa wewe utamtuma mtoto wako gati, umtume mtoto wako Big G, umtume mtoto wako Sprite ama kitu kingine, murakabatullah yuko wapi? Mwanao kesho akionja utamwambia hapana shekhe, si halala mtayiba. Halala mtayiba kwa mtoto hukatazwa. Mbona mtoto akichukua hamura humkatazi? Kwa sababu ni halali. Na wewe umesema hakuna aya, kwa hivyo ni halali. Mbona mtoto wako akitaka kuonja humpigia kelele? Wacha. Kisha hebu waulizeni swala moja watu wa gati, na natumai hawakosekani hapa msikitini. Wala msitoke useme amewatukana, sikuwatukana. Manake kila pahala, hata pema waovu pia upatikana. Na kwa kuwa hili la gati shekhe majority ni Waislamu, kwa hiyo ndio nikasema kwamba kuwa hawakosekani. Sasa bila kutafuta aya, mwambie kitu kimoja, haki tutakubaliana. Mwambie nchua gati yoyote hapa baada ya swala, mwambie wewe wala, mwambie mimi nalo. Mwambie basi kuanzia leo kila sema bismillah. Sikia? Mwambie apige bismillah katika kula. Atakwambia akiruka, mbona waruka? Sipigi bismillah. Kwa nini mbona hupigi bismillah? Akubali yeye mwenyewe. Kwa kuwa ni nini? Ni haramu bila shaka. La kama si hivyo haipiga tukujue kwamba kuwa mwanachuoni nno wewe katika kutaka kulihalalisha. Hatusiende mbali huko. Tumetokea kwa sababu gani? Murakabatullah ukikosekana kwa mzazi, kwa mtoto vile vile kutakosekana. Lakini angalia jinsi walivyolewa watoto wema watukufu. Walilewa mpaka ushujaa. Ndipo ukaona watoto walikuwa wakilia wakati wanaporegeshwa tu katika masala ya jihad. Siku moja mzee mmoja watesti watoto wake baada ya fujo kali kati ya yeye na bibi yake, kwa kuwa alikuwa awapenda watoto wa ndugu yake kuliko kupenda watoto wake. Mke akakasirika, akamwambia una watoto wako huwachangulizi zaidi kuliko hawa. Akamwambia nayo sababu ya mimi kufanya hivyo, ikawa ni fujo kwenye nyumba kwa ule mke. Kwa nini mumewe watoto wake hakuwachanguliza kuliko watoto wa ndugu zake? Akamwambia siku hiyo, akamwambia bibi yangu, leo nataka kukuonyesha kwa nini mimi nawapenda hawa zaidi kuliko watoto wangu nilowazaa. Akamwambia sawa. Akamwambia keti.
Wakaketi kiasi ya usiku, watu kufunga milango, kumelaliwa. Sasa ule mzee akapiga kelele kuwaita watoto wake watatu kwa majina, fulani fulani fulani, tafadhali haraka njoni. Kisha kukakaliwa. Alipiga zile kelele za kubabaisha zile, kwa kuakana kwamba kwa pana tokeo limetokea. Waliketi saa nzima, bibia uko hapo na ule bwana uko hapo, saa nzima. Wakija kisha wakaja wakagonga mlango, wakifunguliwa, mzee kuna nini kwani? Baridi. Kuna nini kwani bwana? Na mzee akiwapima mikono mikavu, hawakutoka na chochote. Wauliza kuna nini? Usiku baba amepiga kelele. Akaambia nilikuwa nimewaita tu, poleni sana, rudini mkalale. Bwana baba, sifanye namna hiyo bwana, tukatishe usingizi nini. Wakarudi na ubopari wao. Kimya yule baba akaambia tusubiri. Wakati tena ikapita kama nusu saa hivi, jamaa nini sasa, akamuita yule mtu, yani watoto wawili ambao ni wa ndugu yake, akamuita fulani na fulani, kapiga zile kelele kana zile za kubabaisha. Dakika hiyo kupiga, watu wako mlangoni, mmoja amebeba mkuki na upanga wake, mwingine mkuki na upanga wake. Ami, iko nini? Kuna tafashi gani? Kila mmoja amechukua position yake sawa sawa, kama kuna adui ndani basi atamalizikia hapo mlangoni. Basi ule bibi anaangalia tu, kisha mume la shukran jazila, rudini mkalala. Basi hakuna wasiwasi mzee, umetushtua sana, kaona pengine umevamiwa hapa, tupate kumalizana na wajamaa. Waliporudi akamwambia, bibi yangu umepata jawabu? Akamwambia, mmepata jawabu. Basi elewa ya kwamba hawa ndio nawapenda zaidi kuliko kupenda hawa maiti wawili. Hawa hunimalizia mahmura yangu tu. Umefahamiana? Ni hasara tu hutilifika hapa kwa kula. Lakini angalia wanaume hawa, wakiitwa ametoka. Lakini yote hiyo inataka funzo. Kwetu sisi mafunzo hayo yako? Hakuna mafunzo hayo kwetu sisi. Mimi baba naweza kumtuma mwanangu, simu yaita chumbani huko, giza, kaambia mwanangu niletee. Mwanangu akienda kisha kaambia kampigia ukelele yule, usiende. Mtoto akarudi kwa mbio. Kutoka dakika hiyo ikiita mara nyingine, hata ukimwambia nenda kaichukue, haichukui tena. Kwa nini? Ashalihifadhi wakati wa kwanza amenipigia ukelele wa kunitisha. Hiyo watoto wetu wakainukia kisampuli. Kwa hivyo watoto wa kisahaba pia walipewa mafunzo kama hayo. Kwa hivyo la kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hufikia kiwango cha mtu kumfuata. Twampenda Mtume kwa sababu vile vile ya kumfanyia ad-difa'u an, kumtetea na kutetewa Mtume wakati wa uhai wake. Twapata mifano wa sahabatu Rasulillah jinsi walivyomtetea Mtume, na baada ya kufa kwake kuinusuru da'wa yake na kunusuru mienendo yake. Twapata hapo kwenye mifano tu ya sahabatu Rasulillah. Mmoja, ndugu zanguni, eleza kuwa watoto wake watatu walienda vita, wote wakirudi tena katika vita vya Uhud wakauliwa. Alipopewa habari akataka kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam usalama wake, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam salama salimin, hakugusika. Akaambia hapana, nichukueni mkanionyeshe alipo, nihakikishe kuwa hakugusika kweli. Naam, akachukuliwa akapelekwa paka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa alipopelekwa kwa Mtume na kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam uko sawa, akaambia ya Rasulullah, baada ya hapo msiba yoyote ulionipata mimi na uona nsahali sana. Na watoto wangapi? Watatu wameenda. Akaambia msiba ulionipata mimi sasa wote na uona sahali kabisa, mwepesi, kwa kule kuona usalama wako. Walifikia kiwango hiko, ndugu zanguni. Wacha hivyo, Abu Sufyana asema baada ya kushuhudia baadhi
avisa vya baadhi ya watukufu walipotiwa mikononi na makafiri wataka kunyongwa. Baada dhalika makafiri wakawaambia, wasemaje tukuache wewe, tumlete Muhammad pahala pako tumnyonge, wewe upate salama ya kuishi? Atoa jawabu, watakumnyonga. Dakika hii mimi niko kwenye kifungo, mtume alipo sitaki adungwe hata na mwiba. Watakumleta hapa ati umnyonge mimi nsalimike, sitaki adungwe na mwiba. Basi Abu Sufyani kwa hayo asema, ma raaitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Asema Abu Sufyan, sijaona katika watu yoyote ampenda yoyote kuliko maswahaba wa Muhammad kumpenda Muhammad. Yani mtu asema alipo mtume sitaki adungwe na mwiba, wataje hapa ati anyongwe mimi nsalimike. Sijaona jamaa wampenda kweli mtume sallallahu alaihi wasallam. Taib, katika wanawake nao wathibitisha vile vile mifano yao, na mfano mwema ni ya huyu aliyekosa watoto wake na akawa ataka usalama wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimpenda mtume hivyo. La mwisho ni riwaya ya Bukhari an Anas bin Malik kwamba mbedui mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamuuliza, matasaa, kiyama lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma a'adatta laha, wewe umekiandalia nini kiyama? Umeandaa nini wewe kuhusu iko kiyama? Qala, ule mbedui akasema, hubbullahi wa rasulihi, nimejiandaa kwa pendo la kumpenda Mungu na mtume wake. Mtume akamwambia, anta ma'a man ahabba, wewe utakuwa pamoja na yule unayempenda. Anas radhiallahu anhu asema, sijawaona waislamu kufurahika baada ya Uislamu kwa chochote kuliko kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kule jinsi wanavyomfuata. Sisi twampenda mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuwa hatuwezi kufanya alivyofanya, kwa sababu mtume alituzidi katika kutenda. Hata wakasimama kutaka kujaribu wengine kwa kusema, twataka tufanye hata kama hatumfikii mtume, lakini na mwingine asitufikie sisi. Mmoja akamwambia mtume, mimi tafunga siku zote, sito hata kufunga hata siku moja. Mwingine akasema, mimi nitasimama visimamo vya usiku siku zote, sitalala hata siku moja. Mwingine akaruka akasema, na mimi sitooa, taketi hivi hivi. Sasa umeona, hii ni dalili ya kwamba waweza wewe ukachukua katika ibada ukaona ndivyo na sivyo. Sasa tu ukirekebishwa, simama katika ndivyo, masala kuishi. Angalia, baada ya kusema hivyo mtume kanyamaza mpaka wote walipomaliza, kisha akamrudia mmoja mmoja akamwambia, wewe utakao kulala au utakao kuamka visimamo siku zote bila kulala, mimi ni mtume, siku nikilala na siku huamka nikaswali. Kwa nini? Hapa alimfahamisha ndugu zanguni na wale wenye tabia hiyo ya kuwa si haki kwa kuwa imekomaa kwenye mswala tu mtu kuswali. Haki si mtu usiku kuswali tu, kitanda pia kina nini? Kina haki. Kile kitanda wewe na bibi yako kina haki ndugu zanguni, kina haki kabisa. Kivipi kitanda kina haki? Kwa sababu waweza wewe ukawa huswali, bibi yako akawa analalamika na wapata dhambi, na swala zako na wapata dhambi. Kwa nini? Bibie ataka uondoke kwenye mswala uje kitandani ili aipate haki yake. Wewe wamnyima haki kwa kudai haki ya kutaka kuinuka visimamo vya usiku siku zote. Na hapo twatolea dalili kisa kile kilichontokea Umar radhiallahu anhu wakati wa matembezi yake usiku, kisha kusikia malalamiko yakitoka kwa mwanamke fulani
kwa maneno ambayo yalimfanya Umar abadili msimamo, lao si hivyo lolote litakalotokea yeye atakuwa ni mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu. Ule mwanamke alipokuwa asema tatawala hadha al-layl waswarra janibu wa laysa ila jambi khalilun ulaibuhu fawallahi laula Allahu la shakka ghayruhu la zu'zi'a min hadha as-sariri jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yakfini wa akrimu ba'li an tunala marakibuhu. Usiku umekuwa mrefu mpaka watisha kabisa pambizoni mwake, sina ubavuni mwangu rafiki wa kucheza cheza na yeye, akimkusudia mumewe. Na hapa kwa Allah ambaye hakuna shaka ni yeye tu Allah, lao si haya ndizo nazo wal haya'u minal iman, kitanda dakika hii kingekuwa kikitetemeka kivyo vyote, ima kwa mume wangu kuweko ama pengine kwa khiana ya mwingine, kitanda kingekuwa kikishtaki alesi kadhalika. Lakini akasema kwa ajili ya hofu ya kumwogopa Mola wangu na haya zanitosha mimi na kumheshimu mume wangu, tandiko lake lisipandwe na mwingine. Omar akasema tokeo lolote litakalotokea baada ya hapa, mas'ulu nitakuwa ni mimi, kwa sababu ndiye nilimtoa mume wake kwenda vitani huko, akarudisha kikosi mjini. Hii ni dalili ya kwamba kwa kitanda pia kina nini, kina haki yake. Lakini hawa walikuwa Waislamu wema, wanawake ambao walipata mafunzo kutoka kwa waume zao walopokea mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa wanawake wetu waliyadhu billahi min dhalik, hukungoja tu wewe utoke, wewe hutoka kwa mlango huu, mwingine huingia kwa mlango huu. Ni mangapi katika hayo tunayoyazungumza katika uharibifu wa mujtama, ni wangapi ambao raha zao kulala na bibi za watu? Hakuna hayo. Kuna watu furaha zao kuvunda nyumba za watu. Kuna watu hushindana kwa kulala na bibi za watu. Kuna watu hushindana kwa kuvunda ndoa za watu. Bali wacha, kuna wenye kusilihisha katika mashehe, huweka maslahi kati ya mume na mke, akiingia kati mara kama akapindua serikali hapo hapo. Hayo mambo ambayo huyashuhudia. Na wenye kufanya hao ulimi pima moja kwenye dini na kutukana watu haribu dini. Ikiwa sisi tutaharibu dini kiuwahabi, wewe mkuchengeza dini kwa kuipindua serikali ya mtu, hiyo dini. Tunao machezo hao. Mtu amekuja maslahi usilihisha, kumbe yeye ana lengo lake. Maslahi siku zote hayawi tu, siku zote ukalishwa tu. Mara ukishtuka baada ya wiki moja waambiwa fulani mumewe ni fulani. Huyu mume alosilihishwa khalas, au aliacha ama hakuacha, mambo yameisha. Kutokea hayo Mombasa. Ndio dini yetu hii namna tulivyoiandama, ukiambiwa jambo ukawa. Kwa hivyo ndugu zangu, ni kitanda pia kina haki. Alosema ya kuwa hafunga siku zote, Mtume kamwambia mimi nikifunga siku moja, siku nyingine nafanyeje? Ninakula. Sasa wewe aliona pengine kilele cha dini siku zote yawe hufunga tu. Ndio wale machezo akina fulani ya kufunga miezi mitatu. Kuna watu hufunga Shabani nzima, Rajabu nzima, wakafunga Shabani nzima, wakafunga na Ramadhani nzima. Wapi pamelenga funzo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye funga hiyo? Mtume hakufunga mwezi kamili usiokuwa mwezi mtukufu wa khalas. Na halikuthubutu la mtu kufunga mwezi mmoja kamili usiokuwa Ramadhani ama ziada ya hapo pasipokuwa kafara. Ndio panapojulikana. Ni mtu pengine amefanya kosa fulani, akamuingilia bibi yake mtana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi katika adabu ikawa ikiwa hana itqu raqaba, akalazimika kufunga shahreni mutatabi'in. Kathubutu kihivyo tu. Lakini anti mtu Rajabu nzima, Shabani nzima, Ramadhani nzima, si katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa. Akamrekebisha. La mwisho ni huyo alosema mimi sioi. Kwa hivyo kama huoi, kwa hivyo na maana itakuwa sina tahma, itakuwa kimwabudu Mwenyezi Mungu, sina wasiwasi wote.
Akaambia sisi mitume tunaoa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kawarekebisha wote watatu. Waliporekebishwa akarekebika. Ala, kumbe sisi tulikuwa tukiona kwamba kwa kufunga siku zote ndicho kilele cha dini. Kutooa basi ndio uwali. Kusimama visimamo vya usiku siku zote ndio haki ya kipekee. Kumbe ikawa kuna muelewa zaidi wa dini hii anavyofanya kinyume sisi tunavyofanya. Waliporekebishwa wakafanyeje? Wakarekebika, wakafuata usawa. Kwa hivyo hivi ndivyo namna tunavyofanya sisi. Sasa sisi katika kumpenda mtume, yako tulioyaelewa sivyo pia jamani. Lakini tulivyopata uelewa ambao ni wa kisawasawa, tuliuacha msimamo tuliokuwa nao, tukashika msimamo ambao ndio msimamo wa sawa. Khalasna. Na ndivyo itakiwavyo. Waweza ukaelewa hili ni sawa, na kumbe likawa si sawa. Ndio binadamu ulivyo, Sheikh. Maana angalia, takupa kisa kimoja tu tufunge kikao chetu cha leo. Angalia, Qur'ani ishakamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam tena uko katika ile muhula wake wa mwisho wa maisha ya dunia, kwa kuzungumza mwenyewe zile zinazojulikana kama talai'ut tawdi'. Mtume kueleza maneno, wakafahamu sahaba kama kwamba hatukutani tena na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitaka kuwapa fahamu moja tu ndugu zanguni. Ilipoteremka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, Umar radhiyallahu anhu alikuweko katika uwanja huo wa Arafa. Hata katika Ar-Rahiqul Maktum inasema Umar radhiyallahu anhu baka, alilia alipoisoma hiyo aya. Mtume aliyoko ubavuni mwake akamwambia Umar, linalokuliza jambo gani? Umar akamwambia, haikuwa baada ya kukamilika isipokuwa kupungua. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Kwa hivyo hii kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum, yataka kuthubutu yale yale ambayo alikuwa akituambia Mtume, huenda kawa sitokutana na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Umar akalia. Waislamu watukufu, kipindi hiko kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri, innaka mayitun wa innahum mayitun, ilikuwa tayari iko ndani ya Qur'an. Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul, ilikuwa iko katika Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ilikuwa iko katika Qur'an. Kullu man 'alayha fan, ilikuwa iko katika Qur'an. Kullu shay'in halikun illa wajhu lahul hukmu wa ilayhi turja'un, ilikuweko katika Qur'ani. Na Umar akizijua hizo, na zote hizi zamaanisha kwamba kuwa hakuna mwenye kustahiki kubaki katika dunia hii, wote watakufa, baki Mungu peke yake. Tayari ziko katika Qur'ani. Lakini hebu angalia, Mtume kufa, kisha tokeo la Umar litokea vipi? Ndilela kusema atakayesema Mtume amekufa, mimi tafanyaje? Hampiga upanga. Tena Umar huyo baada ya siku kupita kwenye ukhalifa wake, sahaba fulani limenitoka jina, wamefuatana barabarani, akamkumbusha lililokupelekea siku ile kushika upanga kusema atakayesema Mtume amekufa tamchinja jambo gani? Akasema ni ufahamu wa ayatun min al-Qur'an al-Karim, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaan 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ufahamu wangu ni kwa kuwa ushahidi wa Mtume hauwezi kukatika hapa, maana amekufa, sisi tuko hapa sasa, sisi ni ummata Muhammad na Mtume hayuko. Sasa tatokea ushuhuda kinamna gani? Kama kwamba kuweko kwake awe ndiye wa mwisho, baada ya kuondoka wote ndio atakuwa na mafaili kamili ya ushuhuda wote. Sivyo ndivyo ufahamu. Lakini angalia Abu Bakar katika kumrekebisha kwa kuitoa hii, wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul, mtu yani Umar asema nilisikia uzito, na mwenye Ar-Rahiqul Maktum pia asema alianguka kwa magoti yake baada dhalika, kuona kama kwamba kwa hii aya
yashuka hivi sasa kwa tokeo hili langu, na hali ya kuwa aya ilikuwa tayari ishachangulia, akabadili msimamo ya kwamba kwa hii aya na kwa ufahamu huu mtume amekufa. Wewe na mimi sasa tutapichikiwa na mangapi ndugu zanguni? Ni kusimama msimamo linalokudhihirikia, basi usimame msimamo wa sawa. Basi kupitia kwa haya ndipo tukaamua kwamba kuwa hufaa kupendwa mtume kwa namna hii. Kwa hivyo tuamswalia mtume, tuampenda mtume, tuamfuata mtume kwa kiasi alichotuwezesha Mwenyezi Mungu kumfuata, tuamtetea mtume kinamna yoyote. Tuko tayari kupoteza hata maisha yetu kwa sababu ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala haturidhiki na yoyote ambaye itakuwa yeye anankashifu mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio uumini na ndio kukamilika imani. Kwa hivyo la kupatikana venye kuntukia mtume kwa jina la mawahabi, hilo hakuna. Huu ndio ufahamu wetu, na wanavyofahamu wao wafahamu kivingine, ili kufahamisha ulimwengu kwamba kuwa hawa ndio maadui wa dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kumpenda mtume ni hivyo jamani, ni kufuatwa zaidi kuliko lingine lolote. Kwa mujibu wa haya itanibidi nisimame hapa, kwa sababu nishafahamisha mpaka nsimame ya kwa hivi ndivyo tunavyompenda mtume, tulivyopewa miongozo na tuamswalia mtume. Sasa mtu ambaye uko kinyume na kusema sisi hatumpendi mtume, ni wa kututhibitishia kwamba kuwa hatumpendi kinamna gani. Khalasna, ili ziondoke shaka za watu kutufahamu kwamba kuwa sisi ni waovu, ni kadhaa, ikiwa kasumba hiyo iko kwa wengi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuafikie kwenye kuliafiki la kumpenda mtume kiuhakika inshallah, na kusimama na dini yake na kusimama na mafunzo yake, ikiwa moja katika mafunzo ya mtume ni kuuchakasa mujtamai wa Kiislamu na maovu yaliyoko. Na kwenye kila mji na kwenye kila mchaa kuna maovu yake. Kwa hivyo watu wasimame kuondosha maovu, na katika kusimama kuondosha maovu ujue kuna mitihani. Kuna watu wa kuhongwa, ni wazee wa michaa, wafahamu, kuleta tabu katika michaka kuliko kuleta maslahi. Anako wataangalia mapato yao, ujue kwamba kwa mitihani hiyo itakabili. Kuna katika kuondosha munkar, pengine mpaka upoteze maisha yako. Ndivyo hivyo visu mnavyovisikia, mara mtu amepigwa njisu amekufilia mbali, ni katika masala ya kuondosha nini? Munkar. Lakini si umejitolea wewe ni mujahid? Maadamu umejitolea ni mujahid, ukiuliwa dhulman ni dhulma vile vile, na alokuwa kiudhalimu dhambi tu za biidhnillahil karim. Na wewe biidhnillahil karim katika kupambana na hayo hutokosa malipo yako mbele ya Mwenyezi Mungu, na hutokosa daraja atakaokuweka Mwenyezi Mungu katika kiasi cha kupigana kwako na dini kwa pale ulipofikia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuafikie kwa yote inshallah. Na washukuruni baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisemi kwa kupoteza wakati wenu, kwa kuutumia wakati wenu kuanzia kipindi tulichoingia mpaka hapa tulipofika, na biidhnillahil karim tunawaahidi ya kwamba tutairudisha barnamij kama kawaida, wala si kwa hapa peke yake. Kila pahala ambapo pana haraka za sunna tutakwenda kushirikiana nao katika kulipeleka gurudumu hili la dawa, mpaka kwa kipindi fulani masunni wote inshallah katika kila kipembe cha Kenya hii wawe wajuana kwa yote. Ikipigwa firimbi tu kwa tokeo lolote, ni Malindi, ni wa Mombasa wote wapande magari wafanye nini? Waje Malindi. Likitokea jambo lolote ni Mombasa, watu wanatoka hapa. Ikifanywa barnamij kama hii, haki tunaweza kuchakasa mujtama, na hata maadui wa Kiislamu wajua ya kwamba Waislamu
wakiamua kutaka kuyafanya yao kisawasawa waweza. Kwa nini? Kwa sababu Muislamu imani yake huweka mawili wakati anapohamasika kwenye jambo. Muislamu, shekhe, usicheze naye, usimkere Muislamu, ukamkera Muislamu mpaka ukamsikia seme, wewe kuanzia dakika hii nimekuamulia, nimesamehe maisha, tefuta pahala pa kuingia. Akikwambia Muislamu nimeamua kusamehe maisha, Muislamu aweza itukapo risasi ndipo ataelekea hapo hapo. Walijua makafiri. Na dalili ya kwamba tulisema kwenye uwanja wa Makadara pale, kwambia nyinyi sikusema pana majambazi ma international, watu hapa hawana umakinifu, watu balaa moja kwa mbili katika maisha yao. Tukawambia sikilizeni, mwataka ujambazi uchakaswe kwa mwezi mmoja? Mwataka ujambazi uchakaswe kwa mwezi mmoja? Kama mwataka ujambazi uchakaswe kwa mwezi mmoja, haya andikani vibali, muamwandikie kila Muislamu, kisha mumpe bunduki yake. Mwambia, haya Muislamu, AK hiyo ama G3 hiyo, jitetee na nataka mutusaidie majambazi wote wale ambao wanasumbua watu, muamalize. Hata mwezi ni siku nyingi ndugu zangu, mwezi ni siku nyingi. Kwa nini? Kwa sababu Muislamu ni shujaa, na Muislamu amepewa moyo na dini yake. Ikiwa jambo la dini akimwambia songa, usirudi nyuma, Muislamu usonga tu. Walijua hilo, ndipo ukaona kwamba kuwa hakuna Muislamu hata mmoja ambaye huruhusiwa kuwa na bunduki. Walijua hilo. Nabiri serikali inaifanya ghera, aseme kuanzia dakika hii inshallah Waislamu wote tumewapa bunduki. Wakishtuka itakuwa tumwapisha rais. Tusendani mbali, si wengine wakawashishie machumbo hapa kadhalika. Haya, sema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na za Mtume, kwa hilo furaha. Sasa tutaka kujua fadhila zipi za Mwenyezi Mungu na rehema zipi, na hii aya alifake hapa ama alifake Mtume ni rehema na Qur'ani mfadhila. Aya na hapa alifake ama yasuhumizwa. Aya pahala pake ikisema kwa fadhila za Mungu na rehema zake furahikeni. Si unataka kujua fadhila za Mungu na rehema zake? Fadhila ni Qur'an, rehema ni Mtume. Ingine utakalo lipi? Kwa nini hawakupata fadhila? Walipata fadhila kwa sababu Qur'ani iliteremka kwenye wakati wao, wakaipokea na wakauandika huo wahi, na rehema ilikuwa ni Mtume mwenyewe uko mbele ya macho yao. Aya iko sawa. Kwa hivi ninavyokujibu ulitakalo ndio usilijue. Uwe wataka matari. Hii kufunga miezi mitatu, yani mwezi wa Ramadhani na miezi miwili ya kabla ya Ramadhani. Kwa mfano, ikiwa una jambo lako walitarajia na utie nadhiri, kwa mfano sasa, Mungu akijalia hili jambo langu likiwa nitafunga Rajabu na Shaabani kwa nadhiri, sawa. Ukisema likijaliwa jambo langu hili tafunga miezi mitatu, si ndio? Miezi miwili, sawa. Jambo hili nikijaliwa tafunga miezi miwili, sawa. Taratibu inshallah. Kama hukujaliwa jaliwa nadhiri yako sitakuwa yani mpaka uafikiwe hiyo jambo. Kama ukiliota ufiki, kwa mfano sema sifungi. Kwa hivyo sasa itakuwa mkana sasa washindana na Mungu ya kwamba ukinipa takupa, kama hunipi nami. Hiyo nadhiri ya sharti ambayo ni itifaki ya wanazuoni kwamba kuwa ni nadhiri ya haramu. Habari ya mukaddarati. Kwa mfano kama ndugu zetu ambao wamesimama kukabiliana nalo hili jambo. Mungu ajaze khair. Mfano kwa mtu mmemshuku huyo unatumia au yuauza, ukaenda kumshika na yeye akasalimu amri, iko dharura ya kupigwa
ikiwa ule mtu au Kwanza, ikiwa umenshuku, simama kwenye msimamo kama wanavyofanya, ikiwa ndio dhana yangu, injaakum fasiqun binabain fatabayyanu. Baada ya kufanya uchunguzi wenu kamili mpaka mukahakikisha kwamba ndiye yeye, haya ntefutieni namna ya kumchia mkononi. Mfahamu? Katika kumchia mkononi sasa muna vile namna mipangilio yenu na itifaki yenu. Mkinchia mkononi huu nyinyi wenyewe humfanyaje? Humsalimisha kwa serikali ama namna gani? Sasa vile ambalo ni itifaki ambayo ni maslahi bora tuwe tumeshika, fabiha wa neema. Tumefahamiana? Lakini gonga pengine huwa ni ukaidi wake. Pengine katika kunshika sasa akawa ataka kukuonyesha sasa na kuwa yeye ana pesa na hajali lolote, na pengine akawa ataka hapo yeye kumalizana na nyinyi. Basi hapo huo hufaa kidogo kumfinyafinya kiasi cha kumlegeza kupacha kwenda naye kituoni. Alaysa kadhalik? Akisalimu amri ni vile namna mlivyoafikiana. Naam. Sawa Sheikh. Barakallahu fik. Afwan. Hapa. Msikiti yoyote ambao mbele pana kaburi yafaa kusaliwa? Nafikiri ndio masala ambayo yanadhuru sana. Sisi tunasema la yajtami'u fil islami kabrun wa masjidun. Hapambani katika Uislamu msikiti na makaburi. Mawili yapitiki. Ima msikiti kuvundwa libaki kaburi, ama kaburi kutimbuliwa ubaki msikiti. Na hayo kwa mujibu wa kilichochangulia. Limechangulia kaburi kabla msikiti ama msikiti kabla ya kaburi. Uamuzi kwenu. Kwa sababu kaburi lililowekwa mbele ya kibla hakuna lingine isipokuwa itikadi. Na ndio haya mambo ya shubha ataka sasa tuiondoshe, ili Muislamu akimwabudu Mola wake anamwabudu khalisan lillahi bila ya shaka ya aina yoyote. Angalia alipolegezwa makaburi kuwekwa mbele ya kibla, kuzikwa watu mbele ya kibla, hatimaye ni ile tunayoona katika Al-Qadiria.